Na zaidi ya vijana 500 katika kaunti ya Tana River wako hatua moja karibu na kutimiza ndoto zao za ujasiriamali baada ya kushiriki kwenye zoezi la uwasilishaji wa mawazo ya biashara mbele ya wafadhili na taasisi za kifedha chini ya mpango wa biashara za uchumi bahari almaarufu kama Bluebees. Vijana hao wengi walijikita katika shughuli za uvuvi, ukuzaji wa samaki na usindikaji wa rasilimali za mto na bahari. Wanatarajiwa kunufaika na ruzuku za kukuza miradi yao. Walizungumza na mwanahabari wetu Stephen Odur. Ni katika shamba la Rise and Shine, eneo bunge la Galole, kaunti ya Tana River, ambapo siku ya leo zaidi ya makundi 50 ya vijana wanaoshughulika na masuala ya uvuvi, ufugaji wa samaki na usindikaji wa bidhaa za rasilimali zinazotegemea maji wameweza kukutana mahali hapa kuwasilisha mawazo yao ya ujasiriamali kwa wafanyi biashara wengine wa hisani ili wakaweze kusaidika kwa mtaji wa kuweza kuinua biashara zao. Tuliweza kuzungumza na baadhi yao na walikuwa na haya ya kutuelezea. Mwanzilishi wa samaki kwanza ni watoto wa samaki. Bila watoto wa samaki kumaanisha samaki haitafika kwenye mabawa na pia hata kwenye sahani ya consumer. Sasa sisi ndio chanzo ambacho tunaanzisha katika watoto wa samaki ndio wafike hata kama ni mtoni ama kwenye mabawa ili waweze kupatikana. Na katika uzalishaji wa watoto wa samaki naona ni kitengo kingine ambacho kinakuwa kwa uharaka. Na tukiangalia hapa Tana River County haswa kuna gap ya kitengo kama hiki cha uzalishaji wa samaki, maana unakuta hasa tuseme hakuna kwa sahihi ambayo iko established yenye inazalisha watoto wa samaki. Na malengo yetu tunapendelea kufika hapa wakati ujao ili tuweze kuwa established, tuweze kusupply hata nje ya county. Kwa sahihi idadi ya pesa yenye naweza ingiza per harvest ni kutoka 24 to 28,000 na nikitilia mkazo yale mafunzo yenye nimepata leo, niko na kiwango cha pesa yenye naweza tengeneza per harvest ni 200,000. Mpango ambao tulionayo kwanza kuna vikundi kadhaa ambao watapata usaidizi wa kifedha kuendeleza biashara yao. Vijana hawa huu sio fadhili